Kushindwa sasa si kumaliza mapambano yako yote. Jisalimishe kwa hekima, geuza udhaifu wako kuwa nguvu na ushinde baadaye bila mtu kujua. Unajua hekima hii unaipata wapi? Ni kwenye kitabu cha The 48 Laws of Power cha Robert Greene. Tuendelee sasa. Sheria ya 21. Jifanye mjinga ili umkamate mjanja. Usionekane unajua zaidi, wacha waone wewe ni mnyonge. Kwa macho ya kawaida, hii inaonekana kama sheria ya udanganyifu, lakini kisaikolojia ni mkakati wa kipekee wa kuongoza. Akili ya kibinadamu inafanya kazi kwa kutafuta udhaifu wa wengine. Unapojionyesha mwenye akili, unamfanya mpinzani wako awe macho na asikufunulie siri zake. Kujifanya mjinga ni sawa na kuvaa kivuli cha ujinga ili kuona ukweli. Unapoonyesha udhaifu, unamfanya mpinzani wako ajiamini kupita kiasi. Anapunguza umakini, anafichua siri zake na mipango yake kwa sababu anadhani wewe si tishio. Hii inakupa nafasi ya kuchukua hatua bila kutarajiwa na kumshangaza mjanja kabla hata hajajua kinachoendelea. Mfano, katika ulimwengu wa biashara, fikiria unajadili bei ya bidhaa na mpinzani wako mwenye uzoefu zaidi. Badala ya kujionyesha unajua siri zote za biashara, unajifanya huna uzoefu wa kutosha. Unamuuliza maswali rahisi kama, mbona bidhaa zenu ni ghali sana? Mimi sijui chochote kuhusu mambo haya. Mpinzani wako atajisikia mwerevu na atakupa maelezo mengi ya siri ambayo hutakiwi kuyajua. Atakwambia siri za jinsi anavyotengeneza bidhaa zake kwa bei ya chini au jinsi anavyopata faida kubwa. Baada ya kupata habari hizi zote, unakuwa na uwezo wa kumshinda kwenye mchezo bila yeye kujua. Kumbuka, ushindi wa kweli unapatikana kwa hekima na si kwa kujionyesha. Sheria ya 22. Tumia mbinu ya kujisalimisha. Geuza udhaifu kuwa nguvu. Sheria hii inafundisha kwamba wakati mwingine njia bora ya kushinda vita si kwa kupigana, bali ni kwa kujisalimisha kimkakati. Hii haina maana ya kukubali kushindwa kabisa, bali ni kutumia mbinu ya kujisalimisha ili kumpokonya adui nguvu yake. Lengo kuu ni kumfanya adui ajisikie ameshinda, na kwa kufanya hivyo, anashusha ulinzi wake na kupoteza umakini. Mfano, katika biashara, fikiria wewe ni mmiliki wa duka dogo la vifaa vya kielektroniki. Duka kubwa linafunguliwa jirani na linaanza kuuza bidhaa kwa bei ya chini sana. Badala ya kujaribu kushindana nalo kwa bei, kitu ambacho kitakuua kibiashara, unaweza kutoa ofa za bei ya chini sana kwa muda mfupi. Hii inawafanya wateja wengi wakuone kama mwenye huruma au anayejali, lakini pia inakupa muda wa kutafiti mbinu za duka hilo kubwa. Unaweza kugundua kuwa duka hilo kubwa lina shida na huduma kwa wateja. Hapo ndipo unapobadilisha mkakati wako, unaziba pengo hilo na kujipatia wateja waaminifu. Sheria hii inahitaji ujasiri mkubwa na uvumilivu, kwa sababu unakubali kuonekana kama mdogo, lakini pia unaruhusu nguvu yako ikue kisirini. Onyo: kuna baadhi ya adui au wapinzani ambao hawataacha kukudhuru hata kama utajisalimisha, na badala yake wataongeza nguvu na kukumaliza kabisa. Kujisalimisha bila mpango kunaweza kukufanya upoteze kila kitu. Kama mwandishi wa kitabu Robert Greene alivyosema, usijisalimishe kwa mnyama. Maana yake, usikubali kushindwa na mtu ambaye hana huruma, heshima au msamaha. Tumia sheria hii kwa hekima na uvumilivu. Ielewe akili ya adui yako na kuamua kama sheria hii itakufaa.